Yes, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC. Young Africans ni mabingwa, lakini kubwa zaidi ni upande wangu nikiwa mtangazaji, miongoni mwa watangazaji ambao tumepeperusha bendera ya utangazaji katika msimu huu wa 2024 2025. Ni msimu ambao una kumbukumbu nyingi ambazo tutakuja kuzishare hapa kwa wakati mwingine, lakini kwa sababu ligi hii imemalizika siku ya jana, mimi kama mtangazaji Gharib Mzinga aka Kilwa Finest, wakati huu nimeangalia ligi mwanzo mpaka mwisho. Nimetangaza mechi nyingi za klabu mbalimbali, lakini nakuja hapa kwa maana ya kuangalia kikosi bora kwa upande wangu. Hiki ni kikosi kwa mtazamo wangu, kikosi bora kwa msimu mwaka 2024 2025, msimu ambao unasalia miongoni mwa misimu ambayo itakumbukwa sana kutokana na mazuri na mabaya yake ambayo yalikuwa humu ndani. Bila kupoteza muda, tukienda kuangalia kikosi cha msimu huu, nyota wametoka kwenye klabu mbalimbali, lakini tukienda kuangalia, tukianza na eneo la goalkeeping. Goalkeeper kwa nilivyoiona ligi anastahili kwanza, kabla ya goalkeeper, mfumo ambao anakwenda kutumia ni 4-2-3-1. Huu mfumo umetumika na klabu nyingi, na ndio maana na mimi nimeamua kuupick, nimeamua kwenda nao, kwa sababu hata mabingwa Young Africans wamekuwa wakiutumia pia, hata nafasi ya pili kwa maana Simba Sports na wenyewe wamekuwa wakiutumia. Kwa hiyo ni mfumo ambao umekuwa ukitumika na hizi club giants na klabu nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kwa mujibu wa mtazamo wangu, goalkeeper anastahili kuwa Musa Kamara. Musa Kamara Pinpin. Yes, amekuwa na kiwango bora, ndo msimu wake wa kwanza huu ndani ya ligi kuu ya NBC, lakini tayari ameshafanya clean sheets. Ana clean sheets 19 kwenye kiwango bora kabisa, michezo 27, clean sheets 19, nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Ni good performance kwake, ikiwa ni msimu wake wa kwanza. Golikipa bora msimu uliopita alikuwa ni Ray Ngumbi Matampi, nyuma ya hapo alikuwa Jigi Jiara, lakini Kamara amekuja kumchallenge tena Jigi Jiara ambaye msimu uliopita alikuwa challenged na Ray Ngumbi Matampi. Kwa hiyo huyo ndio golikipa wangu. Tukienda kwenye fullback ya kulia, hii timu inaelekea huku, inashambulia kuelekea huku. Tukija kwenye fullback ya kulia huku, kwa maana ya nambari 2, huku anakaa Shomari Kapombe. Yes, Kapombe anakaa huku kwa maana ya hii safu ya ulinzi ya walinzi wanne. Shomari Kapombe anakaa hapo, magoli 3, assist 3 msimu huu, kwenye kiwango bora kabisa. Shomari Kapombe ameendelea kuonesha daraja la fullback wa kulia anatakiwa kuwa vipi. Kwenye performance nzuri utamwona pia katika final third, eneo ambalo anakwenda kushambulia, na ndio fullback wa kileo wanavyotakiwa. Unacheza katika zone yako ya ulinzi, zone ya midfield, na eneo la mwisho kwenye kushambulia tunakuona pia. Tukwenda kwenye fullback ya kushoto, tunamkuta Zimbwe Mohamed Hussein. Mohamed Hussein hapa nitaandika na klabu zao. Huyu ni Simba, huyu ni Simba, huyu ni Simba. Yes, Mohamed Hussein Zimbwe Junior ndo fullback ya kushoto. Kwenye performance nzuri, goli 1, assist 4. Nilipata changamoto kuchagua kati ya Mohamed Hussein na Pascal Gaudens Msindo, kutokana na Pascal Msindo pia na namba nzuri. Namba za Mohamed Hussein, goli 1, assist 4 msimu huu, zinafanana na Pascal Msindo kwa maana goals involvement, kuhusika katika mabao 5. Msindo goli 2 na assist 3. Kwa hiyo zinafanana. Hapa katikati nambari 4, nambari 4, hapa anakaa Ibrahim Baka. Yes, licha ya ubora wake ambao yuko nao, msimu uliopita ndo beki bora wa ligi kuu ya NBC, akibeba pia tuzo ya beki bora wa Zanzibar kwa ujumla wake kwenye zile tuzo za Zanzibar. Lakini Ibrahim Baka ameendelea kushikilia pale pale kwa maana ya ubora wake, na bonus zaidi amefunga magoli 5 season hii ya ligi kuu ya NBC. Baka anastahili kuwa hapa. Nambari 5 ni Dickson Job. Baka ni Yanga, Baka yuko Yanga na Job yupo Yanga. Yes, kwa hiyo hii ndio backbone, huu ndio uti wa mgongo wa pale kwenye eneo la walinzi wawili wakati.
Job pamoja na Baka wanailinda hapo. Baka of course, Job ni center half ambaye anafanya vizuri sana kazi yake, anahakikisha comfortability inapatikana katika hili eneo la kati ambalo ni eneo muhimu kweli kweli. Sasa tumemaliza kwenye 4, tunakwenda katika 2 kwa maana hawa viungo wawili hapa. Kiungo mmoja kwa maana nambari 6. Nambari 6 anasimama Khalid Aucho. Yes, pengine usitoe maelezo mengi ya namba kuhusu Khalid Aucho na position ambayo anaicheza. Kumwona anahusika kwenye namba nyingi ni mara chache sana, ingawaje akihusika tunaita bonus, ndo kama ambavyo amefanya Ibrahim Baka. Mafullback miongoni mwa vitu ambavyo wanavipima ni namba zao, goals involvement, lakini walinzi wakati unawapima kwenye number of clean sheets na kama atafunga basi goli inakuwa bonus, lakini pia uimara wao katika safu yao ya ulinzi wamekuwa ni bora. Aucho kutoka Yanga na mwenyewe anaingia hapo. Ukiangalia balance ya timu ya Young Africans inaanzia kwa Jinja Maestro Khalid Aucho. Tukienda katika nambari 8, hapa tunamkuta Fabrice Ngoma Luamba. Yes, goals involvement, amefunga magoli 4. Yes, 4 goals. Huyo anatokea Simba pia. Fabrice Luamba Ngoma kwenye kiwango bora, mchezaji ambaye umri wake unasogea almost maestro, lakini bado amekuwa na uimara mkubwa katika kiungo cha kushambulia. Anaweza kucheza kama namba 6, lakini sio kwenye daraja la juu kama ambavyo anaweza kucheza kwenye nambari 8. Kwa hiyo eneo hili ni most experienced player kwenye hiki kikosi na wote wamekuwa na performance nzuri ndani ya msimu huu. Tukaenda kushoto, huku anatokea Pacome Zouzoua kwa maana ya namba 11. Huku atakaa Pacome Zouzoua kutoka Young Africans, goli 12, yes, na assisti 10. Goli 12, assisti 10 kutoka Yanga. Pacome huyu bwana amehusika goals involvement, amehusika kwenye mabao 22 kwenye kiwango bora kabisa. Pacome Zouzoua mmoja wa wachezaji ambao hata kama anashinda tuzo ya MVP no one atadoubt kutokana na uwezo ambao ameuonesha na kuisaidia timu yake kuipa ubingwa wa ligi. Kwa hiyo hii ni winger inayotokea upande wa kushoto, inside lefty kwa maana ya nambari 10. Hapa anasimama Faisal Salum Abdallah, magoli 4 na asisti 13, kinara wa kuasisti katika ligi kuu ya NBC. Ubora wake, nidhamu yake, uhusikaji wa mabao kwenye mfululizo wa misimu tangu msimu uliopita mpaka msimu huu, unatamani kumwona Faisal akiwepo kwenye timu ya kila mtu katika eneo la nambari 10. Uwezo wake wa kutengeneza nafasi, uwezo wake wa kufunga si haba, si mbaya, jambo ambalo linamfanya agonge vichwa mbalimbali vya habari maeneo mbalimbali akihusishwa na klabu mbalimbali. Faisal ndio nambari 10 kwenye kikosi hiki cha Kilwa Finest. Yes, huyu anatokea Azam. Na baada ya hapo winga anayetokea upande mwingine hapa kwa maana ya nambari 7, hapa atakuwa ni Jean Charles Ahoua. Yes, Jean Charles Ahoua huyu ndiyo kinara wa upachikaji mabao kwa maana amefunga mabao 16 na ameasisti mara 9. Maana yake yupo kwenye kiwango bora kweli kweli. Goals involvement ni 25. Performance nzuri, idadi kubwa zaidi ya kuhusika katika mabao ukilinganisha na nyota wengine wote ambao wapo katika ligi kuu ya NBC. Jean Charles Ahoua na mwenyewe kutoka Simba Sports Club amestahili kuwa hapo. Kule juu mshambuliaji ni nani? Ni eneo ambalo limeumiza kichwa pia kujua nani anastahili kusimama hapa juu, lakini ni Prince Dube. Prince Dube goli 13, asisti 8. Yes. Idadi nzuri ya kuhusika katika mabao, akihusika katika mabao 21. Ni namba safi kabisa ambazo yuko nazo Prince Dube Mpumelelo. Sio kinara upachikaji mabao wala hayupo katika nafasi ya pili kwenye upachikaji mabao, lakini namba zake anazidiwa na Jean Charles Ahoua kwenye eneo hili la kushambulia, lakini yeye amefikia
Sio kinara wa upachikaji mabao, lakini pia wala hashiki nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza kwa Jean Charles Ahoua, nafasi ya pili kwa Clement Mzize. Lakini inapokuja swala kuhusika kwa mabao, basi kwenye hili eneo, kwa maana la eneo la namba 9, goals involvement, mastreka wote katika ligi, Prince Dube ndo kinara, anashika nafasi ya kwanza kwenye kuhusika kwenye mabao mengi, mabao 21. Kwa hiyo hii ndio kikosi bora kabisa cha msimu huu kwa mtazamo wangu. Timu ambayo imetoa nyota wengi ni timu gani? Simba 1, 2, 3, 4, 5. Simba imetoa nyota 5. Simba 5. Yanga wametoa 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Yanga wametoa 5. Nadhani nje Simba na Yanga ni Faisal peke yake ambaye ametoka Azam FC. Kwa hiyo Azam ni 1. Jumla wachezaji 11 wamekamilika. Coach wa kikosi hiki, kocha bora wa msimu ni nani? Hapana shaka kocha bora kwenye kikosi hiki ni Fadlu Davids. Ni kocha ambaye ameanza msimu mpaka sasa tunapozungumza, amepeleka timu yake nafasi ya juu kabisa katika makocha wote ambao wamekaa kwenye mechi nyingi. Ni Fadlu Davids. Simba imekuwa ya ushindani katika ligi, performance nzuri, licha ya kwamba wamesajili nyota wengi ambao wameshindwa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, lakini ni kikosi ambacho Fadlu Davids amekishikilia na kimekuwa imara kweli kweli katika ligi kuu ya NBC. Mpaka mchezo wa mwisho ndio ilihitajika kufahamu nani atakuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC. So kwangu mimi hiki ndio kikosi bora kwa msimu mwaka 2024 2025 wa ligi kuu ya Tanzania bara, ligi kuu ya NBC. So na wewe una nafasi ya kutoa mtazamo wako katika comment section. Weka hapo mchezaji gani ambaye unaweza kuweka kikosi chako full, kwa maana ya mtazamo wako inawezekana kikosi hiki kifanane na kikosi chako, au kikosi hiki kinafanana na chako lakini kuna maeneo haukubaliani na mimi, una mtazamo tofauti. Unaweza ukaweka mtazamo wako, nani anastahili kuwepo, nani hakustahili kuwepo, lakini kama unaweza kuweka na sababu itakuwa vizuri zaidi, kwamba hapo alistahili kuwa Mudathir Yahya, kwa mfano anastahili kuwa Mudathir Yahya katika eneo la Fabrice Ngoma kwa sababu 1, 2, 3. Utakuwa umetisha kweli kweli. Hii ni Mzinga Sports na sasa tunafanya season recap kumaliza msimu, tunaangalia yale ya msimu ndani yake. Usisahau kusubscribe.